Father Charles Kitima amecharuka tena na kumpiga spana Samia Suluhu kwa maneno makali akikejeli uongozi wake. Jambo na karibu, nataka tujadili hotuba hii yake Charles Kitima. Nashangaa na vijana mlio wasomi mko vioni mnapumbazwa mnakubali. Kijana unakuwa mpambe wa mtu ambaye hana economic vision, hana economic focus. Watu wachache wanateka uchumi wa nchi, nyinyi mnakaa tu mnaangalia. Leta kampuni, litangaze wazi kama unataka hili ni kampuni, sema tununue hisa na sisi. Unaambiwa eti wa Tanzania hatuwezi kuendesha haya mabasi ya mwendo kasi. Nyinyi vijana wenye critical thinking skills, sisi hatuna uwezo kuendesha mabasi ya mwendo kasi. Mbona daladala baba zenu wanazo wanaziendesha? Charles Kitima amezungumza kuhusiana economic focus, akisema kwamba Samia Suluhu na serikali yake hawana economic focus. Nataka tusikize ujumbe huu kwa dakika moja. Hapa Kitima anamuingilia sana Samia Suluhu na uongozi wake. Hapa anasema kwamba there is no economic focus katika serikali hii ya CCM. Charles Kitima, nikupatie uhondo kidogo kutoka hapa nyuma, amekuwa mstari wa mbele sana katika kuonya dhidi ya uongozi mbaya wake Samia Suluhu. Ikafika mahali Samia Suluhu pamoja na machawa wake wakaunda jeshi la kinadada ambao walijionyesha kuandamana wakisema kwamba Kitima anastahili kujiondoa kama father wa kanisa Katoliki. Kwa hivyo ni mtu amekuwa steady sana na amekuwa na msimamo katika kuhakikisha kwamba uhuru, haki na vyote vimetendeka katika nchi ya Tanzania. Kuna masuala mengi ambayo ameyazungumzia na kuyaweka wazi. Kwanza, amezungumza kuhusu njia viongozi wa Tanzania wanavyopumbaza watu, kwamba wamewekeza kwenye ujinga na kuwapumbaza watu ambao wameshinda, ama watu hao wameshindwa kujielewa, ila wanaendelea kuswim kwa ule upumbavu ambao wanataka wa swim in. Ni taarifa nzito sana ambayo ameisema kwamba viongozi wa Tanzania ni watu ambao wanataka kuwafanya wote wawe wajinga, kufanya Watanzania wajinga, kwamba kile wanachowaambia ndicho wanafuata bila kuuliza swali, manake wanaona kwamba viongozi wao wanaelewa mambo haya. Vilevile akaongelea kuhusu vijana, akiomba kwamba vijana wa Kitanzania ambao wako mashule mbalimbali, vyuo vikuu mbalimbali, wasije wakapumbazwa na viongozi ambao hawajielewi. Hadi anauliza kwamba nyinyi vijana mmesoma, mna skills mingi, inakuwaje tena mnapumbazwa na viongozi kisha mkaingia box? Ndio maneno ambayo ameyazungumza, maneno yenye uzito kweli kweli. Kisha akazungumzia kuhusu mabasi ya mwendo kasi. Mabasi hayo anasema kwamba wewe ama yeyote hawezi kuyaendesha nchini Tanzania. Kisa anasema kwamba watu wa Tanzania hawana tajriba ya kutosha kuendesha mabasi hayo ya mwendo kasi. Kwa hivyo inabidi kwamba serikali yake Samia inaendea kuchukua makampuni toka nje ya nchi, na makampuni hayo wakisha yaleta ndio hayo yanaendesha magari hayo. Ndiposa anauliza swali moja kubwa sana na nzito, kwamba nchini Tanzania kuna daladala nyingi, kuna mabwana ambao wana madaladala hadi 10. Baba zetu wanaendesha daladala Tanzania. Ni tofauti gani ipo kati ya ile daladala inaendeshwa na yale mabasi ya mwendo kasi ambayo lazima Samia Suluhu na watu wake waende kuchukua makampuni kutoka nje ya nchi? Hiyo inaonyesha kwamba kuna mambo ambayo yanafichwa sana katika hizi deal ambazo zinafanywa na serikali hii ya Samia Suluhu. Ndio maana Father Kitima anaongea kwa machungu sana kwamba hii serikali ya
Samia Suluhu hakuna economic focus. Yani economic focus hakuna njia wanaweza kuhakikisha kwamba watu wa Kitanzania wana benefit kutoka mambo na masuala mbalimbali ya nchi hii. Leo hii CAG ametoa ujumbe. CAG amezungumza kuhusiana na deni la taifa. Amezungumza kuhusu trilioni nyingi sana za madeni ya taifa. Na madeni haya, shida ni kwamba yakija nchini Tanzania kuna vigogo ambao hubenefit zaidi. Kuna vigogo ambao huchukua mabilioni ya pesa na kuyaweka mfukoni, huku Watanzania tukiachwa na kazi ngumu sana ya kulipa ile mikopo. Ni hayo tu ambayo yanaendelea kuzungumzwa kuhusiana na economic focus ya nchi ya Tanzania ama ya serikali hii ya Samia Suluhu. Vilevile CAG alizungumza kitu ambacho kidogo ningependa pia kuongelea kuhusiana ujenzi wa mradi wa uwanja wa Arusha. Uwanja wa Arusha. Akasema kwamba uwanja huo ulikuwa umekadiriwa bilioni 187, lakini kwa pesa ama thamani ya pesa ambayo ilitolewa ili mradi huo kuanza ilikuwa ni bilioni 330 na kitu, 335. Ndio maana tunauliza, mbona kukue na ongezeko la 81%, kwamba makadirio ni 187 bilioni, inafikaje 335 bilioni? Ni maswali ambayo tunauliza, ambao hakika yanaonyesha kwamba nchini Tanzania there is no economic focus, kwamba wanakopa ndio yale madeni kuja kufanyia maendeleo nchini Tanzania, lakini unagundua kwamba kama hii sasa kulikuwa na ongezeko la bilioni 81. Kwa hivyo niseme a quarter ya ile pesa ambayo imekopwa, ile robo ya pesa ambayo imekopwa ndio inatumika katika kufanya maendeleo mbalimbali, lakini unagundua kwamba hayo mengine, hizo fedha zote zingine, hayo mabilioni ya pesa, kuna watu ambao huingiza kwa mifuko yao. Na vile vile swali ambalo tunajiuliza ni je, kwa hakika serikali sasa ya Samia Suluhu haitambui hayo? Vyombo vya dola havitambui? Ndio tukahitimisha kwamba ili hii deal, unajua ni deal ya mabilioni ya fedha. Hii ni deal ambayo ni ya mradi among ile miradi mikubwa zaidi nchini Tanzania. Huu ni mradi mkubwa pia. Kwa hivyo kwa hii miradi mikubwa, ile wizi wa mabilioni kufanyika, lazima kuna kiongozi wa juu zaidi ambaye anasitiri hao wa chini kufanya wizi. Kwa hiyo bila shaka Samia Suluhu anajua ile deal ya haya mabilioni ambayo yamepokwa, yameibwa kutokana na huu mradi wa uwanja wa Arusha. Ndio maswali tunazidi kujiuliza, ikiwa hayo mabilioni yanapokwa na hao viongozi ambao tumewachagua watulindie mali ndio wanawezesha wizi huu kufanyika, je, serikali ya nchi ya Tanzania inaelekea wapi kama hakuna hii economic focus? Ndio maana Charles Kitima hapa anazidi kufokea Samia Suluhu kila wakati, anazidi kumuonya, anazidi kumwaibisha kila siku kuhusiana na jinsi anaongoza serikali ya Tanzania. Niandikie ujumbe wako hapo chini kuhusiana na swala hili la Charles Kitima kuzungumzia economic focus. Ni kusema kwamba Samia Suluhu ni kiongozi ambaye hajitambui katika kuongoza taifa hili, na hapa mbeleni huenda taifa hili likaanguka. Niandikie ujumbe hapo chini, na vile vile ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa ni subscribe, like na kushare video zetu kama njia ya kutupiga jeki ili kuinua platform hii.